Jeshi la polisi nchini Tanzania limetoa onyo kali dhidi ya kile ambacho imekiita ni utumiaji ama matumizi mabaya ya mtandao wa kijamii na kusambaza maudhui yanayoonekana kuwa ya kihalifu na ya kichochezi. Hii ni baada ya video iliyosambaa mitandaoni ikimuonyesha mwanaume mmoja alijitambulisha kwa jina la Captain Tesha anayedaiwa kuwa afisa wa Jeshi la Ulinzi wa Wananchi wa Tanzania JWTZ. Katika video hiyo mwanaume huyo ambaye hadhi yake ya kijeshi haijathibitishwa anatoa ukosoaji mkali dhidi ya serikali akidai kuwepo kwa ufisadi, lakini pia kuingiliwa kwa jeshi kisiasa na ukiukwaji wa haki za binadamu. Higan Sala na taarifa zaidi. Jeshi la polisi nchini Tanzania lilitoa taarifa siku ya Jumapili likionya kuhusu mwenendo unaoendelea wa watu kusambaza maudhui kwenye mitandao ya kijamii ambayo si tu ni kinyume cha sheria za nchi bali pia yanahatarisha amani ya umma na kudhoofisha maadili pamoja na tamaduni za Kitanzania. Sehemu ya taarifa hiyo inayosomeka kwamba vitendo hivyo vinapaswa kulaaniwa na kupingwa vikali na kila mtu anayejali umuhimu wa amani kwa ajili yake binafsi na familia yake. Awali Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania JWTZ nalo lilitoa taarifa likionya dhidi ya juhudi zozote za kulihusisha jeshi hilo na masuala ya kisiasa. Taarifa hiyo ilieleza wasiwasi wake kupitia mitandao ya kijamii. Kanali Bernard Masala Mlunga, kaimu mkurugenzi wa habari na uhusiano wa JWTZ, amesema Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania lina utaarifu umma wa Tanzania kuwa kumejitokeza baadhi ya watu wanaotumia mitandao ya kijamii kuweka maudhui yanayochochea kuliingiza jeshi katika mambo ya siasa. Aidha, baadhi ya hoja hizo zinatolewa na watu waliopo katika mazingira ya kijeshi kujinasibisha na jeshi, walioachishwa na jeshi kwa tabia na mwenendo mbaya, pamoja na kujihusisha na siasa na wanaharakati. Kwa mantiki hiyo, Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania linapenda kuutaarifu umma wa Tanzania kuwa linaendelea kutekeleza majukumu yake kikatiba kwa uaminifu, utii na uhodari kwa kuzingatia kiapo chetu. Shirika la utangazaji la BBC liliwasiliana na maafisa wa jeshi hilo ili kupata maoni yao na kuthibitisha utambulisho pamoja na hadhi ya kijeshi ya mhusika, lakini hawajatoa majibu yoyote hadi sasa. Wanaharakati nchini Tanzania wamekuwa wakisambaza video hiyo inayosambaa sana kwenye mitandao ya kijamii wakidai kuwa jeshi linaunga mkono raia wake. Maria Sarungi ni miongoni mwa wanaharakati kutoka Tanzania waliochapisha pamoja na kutoa maoni yao kuhusiana na video hiyo. Wakati haya yakijiri, Tanzania inajiandaa kuelekea kwenye uchaguzi mkuu katika kipindi cha wiki 3 zijazo. Chama kikuu cha upinzani Chadema hakishiriki uchaguzi huo, huku kiongozi wake mkuu Tundu Lissu akiwa gerezani akikabiliwa na mashtaka ya uhaini. Mahakama ya Kimataifa inayoshughulikia kesi za uhalifu wa kivita na dhidi ya binadamu ya ICC imemkuta na hatia kiongozi wa waasi wa Sudan Ali Mohamed Ali Abdurrahman kwa uvunjifu mkubwa wa haki za binadamu katika jimbo la Darfur. Muda mfupi uliopita nimezungumza na mwandishi wa BBC Akisa Wandera ambaye amekuwa akifuatilia kwa karibu kesi hiyo ili tuweze kufahamu zaidi. Abdi al-Rahman anayejulikana zaidi kama Ali Kushaib alishtakiwa kwa makosa 31 ambayo yakijumuishwa ni makosa ya jinai na uhalifu dhidi ya haki za binadamu, na mashtaka haya yanahusiana na matokeo ambayo yalitokea kati ya mwezi wa Agosti mwaka wa 2003 na mwezi wa Machi mwaka wa 2004 wakati wa vita vya Darfur. Na mshtakiwa huyu anasemekana kuwa alikuwa kiongozi ambaye aliongoza mashambulizi ya wanamgambo wa Janjaweed, kundi la Janjaweed dhidi ya vijiji vinavyoishi jamii za Fur, Masalit na Zagawa, kwa lugha nyingine jamii ambazo si za Kiarabu na ni makabila ambayo yalikuwa yakihusishwa na waasi waliokuwa wakipigana na serikali ya Sudan. Na mashambulizi hayo yalisababisha vifo vya maelfu ya raia, uporaji mwingi wa mali na matukio za ubakaji wa halaiki ya wanawake. Na Makisa, mbona kesi hii imeangaziwa sana? Kesi hii ni ya muhimu sana kwa sababu ni kesi ya kwanza ya mahakama ya ICC kuhusu mzozo wa Darfur kufikia sasa, mzozo ambao ulifanyika miaka 20, zaidi ya 20 yaliyopita, na kwa miaka mingi kesi dhidi ya viongozi wa Sudan zimekwama kwa sababu ya ukosefu wa ushirikiano haswa na serikali ya Sudan. Kesi hii
hii kwa sasa imekuwa ishara ya matumaini kwa waathiriwa, wengi wao wakiwa ni wakimbizi wanaoishi katika kambi kadhaa ndani na nje ya Sudan. Pia inachukuliwa kuwa ni kipimo cha mahakama ya ICC kama wanaweza kutekeleza haki hata baada ya muda mrefu kama kesi hii, kwa sababu ya uhalifu huu ambao ulitokea miaka 20 iliyopita. Amekutwa na hatia ya uhalifu dhidi ya binadamu na mahakama ya ICC, lakini hukumu dhidi yake inatarajiwa lini? Kwa sasa majaji bado hawajatoa hatua ya hukumu yake itatolewa lini, lakini walisema kuwa watatoa hukumu hiyo. Majaji wa mahakama ya ICC ambayo walisikiza kesi hii walisema kuwa watatoa hukumu ya kesi hii baadaye, ikitarajiwa kuwa itakuwa hukumu kamili, na pia watasema kuwa ni kifungo kipi ambayo watampatia mshukiwa huyu. Hakisa, kuna viongozi wengine wa Sudan ambao wamefikishwa ICC kwa mashtaka kama hayo, uhalifu dhidi ya binadamu au uhalifu wa kivita? Ndiyo, viongozi kama rais wa zamani wa Sudan Omar al-Bashir anashtakiwa kwa mauaji na uhalifu wa kivita na pia uhalifu dhidi ya binadamu. Kuna viongozi wengine kama Ahmed Harun ambaye alikuwa waziri wa mambo ya ndani ya Sudan ambaye anatuhumiwa kupanga na kuratibu kampeni za kijeshi pale Darfur. Na pia kuna kiongozi mwingine ambaye alikuwa waziri wa ulinzi, pia anahusishwa na uhalifu wa kivita katika kipindi hicho. Lakini hii ni kesi ya kwanza, manake Abdi Rahman aliweza kushikwa ama aliweza kujisalimisha na kupelekwa ICC, ndipo kesi yake ikaendelea. Wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR ambalo linakabiliwa na upungufu mkubwa wa fedha, anasema wamepunguza ajira 5,000 mwaka huu kufuatia kupunguzwa kwa misaada ya kimataifa. UNHCR inakabiliwa na janga kubwa huku idadi ya watu waliolazimika kuhama makazi yao duniani inazidi kuongezeka. Ufadhili wa kibinadamu umekuwa ukipungua kwa kasi tangu rais wa Marekani Donald Trump aliporejea madarakani mwezi Januari. Robert Kipto na maelezo zaidi. Kamishna mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la UNHCR Philippe Grandi amesema kuwa zaidi ya wafanyakazi 5,000 wa shirika hilo wameachishwa kazi tangu mwanzo wa mwaka huu pekee. Amesema idadi hiyo ni zaidi ya 25% ya wafanyakazi wote wa shirika hilo na kuonya kuwa idadi zaidi ya wafanyakazi wake huenda pia wakapoteza nafasi zao za ajira. Msemaji wa shirika hilo amethibitisha kuwa wafanyakazi wa kudumu na wale walioandikwa kwa vibarua au kama wataalamu wamepoteza nafasi zao. Marekani imekuwa mfadhili mkubwa zaidi wa shirika hilo na hivi majuzi serikali ya nchi hiyo ilisitisha ufadhili wote kwa mashirika ya kigeni, hali ambayo imesababisha mzozo mkubwa duniani. Utawala wa Washington ulikuwa ukichangia zaidi ya 40% ya bajeti ya UNHCR, na hatua hiyo pamoja na kupungua kwa ufadhili kutoka kwa mataifa mengine duniani imesababisha upungufu mkubwa kwenye bajeti ya shirika hilo. Shirika la UNHCR lilikuwa limeidhinisha bajeti ya dola bilioni 10.6 kwa mwaka huu wa kifedha. Grandi amesema kuwa licha ya wao kupokea 50% tu ya bajeti yake kila mwaka, amesema kadri mambo yalivyo kwa sasa, anatarajia shirika hilo kupokea dola bilioni 3.9 pekee mwaka huu, kiasi ambacho ni chini ya kiwango walichopokea mwaka uliopita. Ameongeza kuwa hamna nchi, sekta au mshirika ambaye hajaathirika. Grandi amenadi kuwa miradi muhimu ya kuokoa maisha imesimamishwa. Shule pia zimefungwa na viwango vya vyakula vya misaada na pesa taslim kwa wakimbizi vimepunguzwa, na mpango maalum wa kuwapa hifadhi wakimbizi pia umesitishwa kwa muda.